pia hata waandishi. Nadhani hii inawezekana imekuja baada ya mechi ile Young Africans kumuona Selemani, kuna wengine wakasema mmepeleka ofa hivi na hivi, lakini pia hata baada ya mechi yenu dhidi ya Mbeya City kupata ushindi wa mabao 6, pia kuna taarifa ya kwamba zipo zipo taarifa watu wamezipata ya kwamba wananchi kuna namna fulani ile mechi amecheza dakika 90 na kwenu pia mliaweka, ndio maana mechi ikawa rahisi. Hii kwenu nyinyi viongozi mpaka sasa hivi msimamo wenu ukoje? Yeah. Lakini pia mnalitazamaje ili kwenye engo ya taasisi? Kwanza ni kiri kwa hizi siku mbili nimepokea message, nimepokea simu nyingi kutoka kwa wanachama na mashabiki wa Young Africans, lakini sio tu mimi, viongozi wote wamepokea simu na maoni na ushauri mbalimbali kutoka kwa mashabiki wa klabu yetu kuhusu hili jambo ambalo limejitokeza hivi karibuni. Jambo gani? Kuna baadhi ya wachambuzi, kuna baadhi ya wadau wa mpira ambao wanapata nafasi ya kuzungumza kwenye vyombo vya habari, wameishutumu klabu ya Young Africans kwenye maeneo mbalimbali. Lakini hawajaishia kwenye kuishtumu klabu ya Young Africans kwenye maeneo mbalimbali, pia wame damage reputation ya ligi kuu ya NBC, wame damage reputation ya bodi ya ligi ambayo inaendesha ligi yetu, wame question pia uwezo wa mamlaka ya mpira TFF kusimamia mpira wetu, kwa sababu unapopeleka maombi kwa mamlaka zifanyie kazi baadhi ya shutuma ambazo wewe una ushahidi nazo na mamlaka hazifanyi, maana yake una question uwezo wa mamlaka kuweza kutambua ile wanasema intelijensia yako wewe ya kung'amua mambo ni kubwa kuliko intelijensia ya mamlaka inayosimamia huo mpira wenyewe. Kwa hiyo hizi ni shutuma ambazo ziko mbali na kitu kinaitwa uchambuzi. Kwa cha kwanza, tusiweke kwamba mtu alikuwa anachambua, tuseme ni mtu amekwenda kutoa shutuma kwenye baadhi ya maeneo yanayohusu klabu yetu na yanayohusu mpira wetu kwa ujumla. Ndio maana nimeanza kusema haukuwa uchambuzi. Uchambuzi ni ule ambao mara nyingi Jadu na wenzako Manara TV, Kelly Mastori, mmekuwa mkinifuata, nimekuwa nikiona mkihoji baadhi ya wadau wakisema kwamba Yanga imeshuka ubora, Yanga imekosea usajili, kocha wa Yanga mbinu hana kwa sababu hii na hii, alafu mimi nakuja ku clarify, sio kutukana na watu. Mimi sijawahi kutukana na mtu anapotoa maoni yake kuhusu Yanga kwenye yengo ya mpira. Sana sana nitakuja kwenye media, nitakuja kuelezea kwamba hajashuka uwezo, sababu ni hii ni hii ni hii. Yanga kocha yetu iko hivi na hivi na hivi. Nitasikia mjadala kwenye redio, nitapiga simu kwenye redio, nitawaeleza. Na wenyewe wanajua kwamba redio mjadala mimi napiga simu, subiri kupigwa napiga simu mimi kutaka kuchangia. Lakini kwenye shutuma saa ambazo zimetolewa, huu sio uchambuzi. Huu ni mtu ametumia platform ya chombo cha habari kutoa shutuma zake. Sasa sisi kama uongozi, nini ambacho tunakifanya? Cha kwanza baada ya kupokea maoni hayo, ushauri, ni jambo ambalo kimsingi limeumiza nyoyo za mashabiki wetu wote. Mimi sijakutana na shabiki wa Yanga hivi siku mbili hajanieleza hili jambo. Sijaongea na mshabiki wa Yanga story nyingine yote hajaniambia kuhusu hili jambo. Maana yake kwa asilimia kubwa ameumizwa sana na hili jambo. Sasa jambo hili ni jambo ambalo lina mlango wa kisheria. Ni shutuma, na sisi tumeona ni shutuma ambazo zimeichafua, zimeidhalilisha na zimeharibu credibility yote ya Young Africans Sports Club. Sisi tunafanya kazi na mataasisi mbalimbali na kila kitu. Kwa hiyo kuna damage tayari imeshaingia. Ni jambo tumelifungulia mlango wa kisheria. Tumeshazungumza na mkurugenzi wetu wa sheria Kalage Rashid, lakini pia tumetengeneza jopo la wataalamu kama 7 hivi wa bobevu wa sheria kuja kufanya kazi na mkurugenzi wetu wa sheria kuliendea hili jambo. Jana nilipost nikawaambia wanayanga tu watulivu, tayari uongozi walifanyia hili jambo. Na narudia kuwaambia tena, tuendelee kuwa watulivu. Jambo hili halitapotea tu kama jua linavyopotea inapofika saa 12 jioni.
ni jambo zito, jambo serious, jambo lilotuumiza, na we are very serious kwenye kila action ambayo tunakwenda kuichukua. Hatuchukui hizi action kwa ajili ya kumuonea mtu, maana nasema kuna mlango wa sheria umefunguliwa, tunataka tuuendee. Mimi Priva, makamu wa rais Arafat, mjumbe wetu Ngai, rais, kwenda kupost kuchambana na watu kwenye hili jambo ni sawasawa na kupiga miruzi mingi, tutampoteza Mungu. Hili jambo halihitaji kuchambana, linahitaji sheria. Unaelewa vizuri? Yaani mimi kuumia kwangu kwa hili jambo nataka sheria ichukue mkono wake, sio mimi nitafute trending kuanza kutukanana na watu. Unaelewa vizuri? Tutukanana na alafu shatuumiza, shatu damage. Unaelewa? Okay, nitakuchamba alafu kuumizwa kwa mwana yangu kwenye hili jambo ni sheria nitakuwa zichukuliwe, na ndio tunazoziendea. Okay. Unaelewa vizuri? Yaani kuumia kwa wana Yanga, hasira yetu sio sisi kumtukana mchambuzi, sio sisi kumunfollow, sio hata kufanya hayo mambo, lakini hasira yetu, yani hasira yetu kutoa kabisa ni jambo hili liende kwenye sheria. Na ndio maana nimependa sana wana Yanga walivyotuambia viongozi, ili msilifumbie macho, na hatujalifumbia macho. Tulivyolisikia tu immediately tukampa kazi ya sheria na tumepata show yote. Nyie mnaona kuna mtu mmoja, si tume-identify vijana kama watatu hivi kwenye hili sakata. Okay. Na tutalala nao mbele. Hii ni taasisi Jadu, taasisi ambayo ina zaidi ya miaka 90, taasisi kubwa. Huwezi tu mtu unapata platform kwenye media ukasema unavyojisikia kuhusu taasisi, na bora useme tu kwenye mpira ukaishutumu hii taasisi. It's very wrong. Very, very wrong. Ndio nasema we are very serious, na naomba wana Yanga miruzi isiwe mingi tukampoteza mtu. Unajua jambo la kisheria haya, ukikurupuka kwenye sheria, na sheria ina tabia ya kuteleza kidogo tu tayari unakuta mshampoteza mbwa wako kwenye lindo. Tuwape muda, na wametuambia kesho tutaanza kuona action ambazo zimechukuliwa kwenye hili jambo. Huo ni kwa upande wa Yanga, lakini tuna wadau wengine ambao pia wametutafuta na wanakwenda kuchukua action kwenye hili jambo. Halija tarnish tu image ya Yanga, limetarnish mpira kwa ujumla. Kuna wadau wengine ambao na wao starting from tomorrow wataanza kulishughulikia. Litashughulikiwaje? Sitaki mimi kupiga miruzi mingi kama ninavyowaambia. Tusubiri kuanzia kesho inshallah mtaanza kuona action. Ni kwa kutambua kwamba unapokuja mlango wa kisheria na mwisho likapatikana ama ikapatikana haki ama ukafikiwa mwafaka, image ya Young Africans itabaki pale pale, kwa sababu hii ni shutuma kubwa, pengine kutoka kwenye ile engo ya upangaji wa matokeo. Kwa hiyo ikiingia kwenye mkono wa sheria na ikakaa sawa mwishoni, ndio ile reputation ya Yanga itarejea. Ni kwa kutambua mlango huu. Yes, sisi kwa sababu kile nikapita chini. Ndio maana nazungumza hapa, lakini moyo wangu mimi na hasira sana kwa hili jambo. Nimechukizwa sana. Kama wana Yanga wote wamechukizwa na hili jambo. Lakini sasa unajua, yani sisi posti sana Instagram, kushambulia, kutukana, bado hakutakupa haki yetu tunayoitaka. Ndio maana nataka sisi tuiache sheria ifanye kazi yake. Sio nataka yani sheria ikatupe haki yetu. Sio kinywa changu, sheria ikatupe haki yetu. Ndio ombi langu mimi hilo. Hivi unawasikia baadhi ya watu ambao napo utaweka sawa, kwa sababu kwenye IQ ya mpira uko vizuri ama IQ yako ni kubwa. Unawasikia baadhi ya waandishi ambao wanasema kama dhamira ya Alikamwe ni kuhakikisha ama kusaidia mpira wetu, basi isiishie kwa mtu ambaye ameyataki Yanga Afrika peke yake. Hata yule ambaye pengine inaonekana kwa macho watu wengine anaelekea Yanga Afrika, lakini anaharibu image ya timu nyingine, pia Alikamwe atumike kumwambia yule mtu bwana, ndio inaonekana pia pengine ukawa unatutetea sisi, lakini usiharibu image ya mtu mwingine. Mimi nimeajiriwa na Yanga Africa Sports Club. Nafanya kazi na Yanga Africa Sports Club. Jukumu langu ni kuhakikisha taasisi hii image yake kwenye public inakuwa safi. Na inapokuwa safi simaanishi kwamba nitalazimisha watu. Hapana. Unajua hata kwenye hizi idara zetu hizi, kama huna mahusiano mazuri na watu wengine, taasisi yako haiwezi kuzungumza. Ndio maana ukiangalia mimi style yangu ya kazi,
iko more social kuliko kuwa kwenye kudictate mambo kwa kulazimisha. Iko more social kwa sababu after all mahusiano na kitu ambacho kinatakiwa kwenye taasisi. Yaani namna gani klabu yako inazungumzwa, namna gani klabu yako inaandikwa, hayo ni mahusiano. Ndio, nilikuwa very social, kuzungumza na watu na nini, kufanya mazingira yakawa sawa. Ndio maana kwenye uchambuzi wa kimpira mimi sijawahi kuwa na shida na mchambuzi yote anayechambua football na akaisema klabu yetu ya kwenye mpira. Sana sana nitakuja kumjibu kwenye mitandao, tutaelezana kwa hoja. Lakini huu sio uchambuzi, hizi ni shutuma. Hii sio analysis, hizi ni shutuma. Watu tofautishe shutuma na uchambuzi. Huu sio uchambuzi, hizi ni shutuma. Sasa shutuma hazijibii kwa sisi pia kushutumu. Sisi tunapambana na hii shutuma kwenye mlango wa kisheria. Huyu mtu akathibitishe, udadadeki akathibitishe kwenye mlango wa kisheria. Kwanza tutengeneze, tumkute na kosa, akathibitishe. Na uzuri kinywa chake kimesema anazo taarifa kibwena nyingi. Kwa maana hajaandika sawa. Nataka atusaidie, yani atusaidie, ndio dhamira yetu. Ndio maana na waomba wana Yanga, miruzi isiwe mingi. Tusiweke miruzi mingi tukampoteza mbwa, kila mtu akasema. Yaani hapa tulipofika sasa hivi hapa ndo patamu. Unajua kama mtu kuna mtego umetega wa panya, afu panya kashaanza kutoa shingo hivi, ametoka hivi, amesogea. Yaani tulia, ananasa. Tulipofika hapa ndo patamu. Yaani ndo patamu. Hapa ndiko ambako nawahakikishia nyie tunakwenda kutengeneza standard mpya hata kwenye media house. Sisi Yanga Afrika tutakwenda kutengeneza standard tofauti kabisa hata kwenye uchambuzi wa mpira. Nimefanya kazi ya uchambuzi miaka karibia 8. Sijawahi kuandikiwa hata barua ya onyo. Mimi miaka 8. Hata barua sijawahi kupewa. Wachambuzi wangapi wanafanya miaka mingi hata barua? Wewe ushakusikia mtu kampa onyo Edu Kumwembe? Mtu kampa onyo sijui nani, Ambangile. Hajakusikia. Kwa nini kumeibuka watu wengi sasa hivi ambao wanapata mabarua maonyo? Kwa sababu ya nini? Ya shutuma. Watu wanaacha uchambuzi wanakwenda kwenye shutuma. Na hata juzi msikia wanasema uchambuzi unajua umegawanyika pande nyingi. Kuna uchambuzi wa data, kuna uchambuzi sijui wa mpira, ufundi, afu kuna uchambuzi wa siasa. Siasa kwenye mpira. Uchambuzi wa siasa kwenye mpira. Siasa kwenye mpira, uchambuzi. Wewe unasema una uchambuzi wa siasa kwenye mpira. Ulifunza wapi uchambuzi wa siasa kwenye mpira? Nani anakuambia kuna uchambuzi kwenye mpira? Chuo kipi kimekwambia kuna uchambuzi wa siasa za mpira? Tumeitengenezea kichaka cha kutaka kushutumu watu, onekane sisi wamba. Hii itaondoka na watu. Nawahakikishia, hii itaondoka na vichwa vya watu. Sio kawaida mnapochukulia. Nipo cool nimetulia, lakini nawaambia hii itaondoka na watu. Sio kawaida. Na wao waandae huko majopo yao ya sheria. Tutakutana. Haiwezi kapita tu hivi hivi. Hii ni nzito. Hii lazima tu set standard kweli. Na hii msitegemee maana ni eti ukaposti tusamee, hatusamei. Sheria itatuongoza. Yaani mtu asijisumbue saa hizi akaanza kushauriwa bwana tu waombe msamaha Yanga tu posti Yanga waelewa. Hatuelewi. Kwenye hili hatuelewi. Usijisumbue kuposti eti kwamba Yanga nisamee. Hatupokei msamaha mtu yote kwenye hili. Sheria itatuongoza. Kwema, alhamdulillah. Alhamdulillah, mshukuru Mwenyezi Mungu. Unapiga tizi nini? Wewe tizi kidogo asubuhi. Unajua kuna umri fulani ukifika. Zoezi sio kwamba unaambiwa ufanye. Au unasikia tu mwenyewe, unasikia mafuta mwilini, unaanza kusikia pressure kidogo, unahema kwa tabu nini. Na mimi umri umesogea kidogo alhamdulillah. Nina sura ya kitoto lakini umri kidogo umesogea mashallah. Kwa hiyo napiga tizi asubuhi weekend kama hivi. Sinza ni njema. Sinza ni njema na hatuwakaribishi. Usiku umerejea Sinza. Umerejea Sinza. Sinza bana pazito shehe. Nisikia mtu mmoja anasema Sinza kuna kila kitu. Sinza kuna kumekucha, yani kuna kucha. Sinza. Kuna mapambano. Alafu unaamka ukishakucha unaamka unakwenda mapambano, kupambana. Alafu kuna Sinza kijiweni. Unapambana unakuja kuchill. Unakuja kuchill. Alafu kuna Sinza kumekucha. Sinza mapambano, ukipumzika kijiweni unakupeleka pale makaburini. Bado makaburini unakwenda kwanza Sinza kijiweni. Unaona kufanya mambo yako. Kumaliza hapo ukilipata la kulipata unakwenda Sinza Palestina hospitali.
Kweli kuna hospitali. Ukishatoka hospitali sasa pale Palestina, kama hali yako imeshafika, ndugu hawakupeleki mbali. Palestina kuja Sinza makaburini unatembea. Tunakuhifadhi. Kwa hiyo ukija Sinza maana yake umekuja umekamilika. Ni tofauti ya Sinza na Tabata. Tabata hakuna maeneo famous ya maisha yetu. Sinza kumekamilika. Sinza unavokuja inakupokea. Umekuja umechangamka, kuna Sinza Mall inakupandisha mall. Yaani Sinza kumekamilika. Yaani wewe unapokuja Sinza inakupokea. Kwa hiyo Sinza ni hudi ambayo mtu wa kawaida hawezi kukaa. Niamini mimi. Sinza mtu wa kawaida hawezi kukaa. Sinza ni eneo ambalo kila kitu unakipata kila muda. Yaani Sinza kila kitu unakipata kwenye kila muda. Ukitaka chips hizi asubuhi zipo za moto. Asubuhi yaani Sinza kila huduma ipo hapa. Si umekakaa na nini, huduma ipo. Hakuna sehemu Dar es Salaam unaongoza kwa maeneo ya massage kama Sinza. Yaani Sinza nyumba massage, ofisi ya massage. Nyumba ofisi ya massage. Wateja ni kina nani sasa? Sinza. Alafu ofisi zao sio kama ofisi za Mikocheni zile au ofisi za waki Kinondoni, sio mabango makubwa, sio wafanya promotion, sio nini. Sinza yenyewe yani wakati kabango kadogo kwenye mlango. Kadogo hivi kama kabango cha mtaa. Na watu wanajua kwamba hapo kuna massage. Alafu waandamizi sasa kama hivi ndio wanaanza kutengeneza sababu za kwenda. Kuja piga tizi kidogo, mwili kama umechoka hivi. Wewe umechoka wapi? Wewe unataka kwenda kujivunja? Vile hiyo. Alafu sasa kingine massage za Sinza ndo zinaongoza sasa kwa discount. Au kwa mfano ukienda massage maeneo ya Masaki huko 200 ila massage za Sinza inaweza ikaanza bei full body 1090. Lakini ukashangaa ukapiga full body kwa 15,000. It depend na unavyozungumza. Kumbe tena 1000 unaweza ukashangaa bana, mimi full body chukua tu miguu 15,000 wapi? Hiyo Sinza nashangaa tu Tabata nafikia Sinza. Tabata wapo tu watu. Tabata kama changamka tu. Tabata nyinyi bado sana. Sinza iko mbali mno. Sinza nyumba ofisi. Tabata na nyumba ofisi. Sinza nyumba ndio ofisi. Tafuta ofisi Sinza, nyumba ndio ofisi Sinza Star. Tuendelee bwana ndugu yangu. Sasa mvua inanyesha huku ni mawingu tu. Na kidogo mvua inakimbia. Nimeiona. Inakimbia itaka kabisa kuja huku. Wasiana Sinza. Kweli poleni na hongereni. Mwenyekiti, kuna hili ambalo linaendelea hivi sasa. Jana nimeona kwenye peji yako umetoa msimamo wa klabu kuhusu maoni